Je, unajua unaweza kuwa na afya kabisa, lakini bado ukabeba jeni inayoweza kuamua maisha ya mtoto wako hapo baadaye? Si kila ugonjwa unaonekana kwa macho. Wengine hujificha kwenye damu kimya kimya, kizazi hadi kizazi. Ugonjwa huo unaitwa sickle cell. Ungana nami kwenye Siri za Mwili. Kama ni mara ya kwanza kujiunga nasi, usisahau kusubscribe, like, share video hii na tuachie maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Je, sickle cell ni nini? Sickle cell ni ugonjwa wa damu wa kurithi. Ugonjwa huu hutokea pale seli nyekundu za damu zinapokuwa na umbo lisilo la kawaida. Kwa kawaida, seli nyekundu za damu huwa za duara na laini kama mpira mdogo. Lakini kwa mtu mwenye sickle cell, seli hizo huwa na umbo la mundu, yaani kama mwezi mwandamo, na huwa ngumu. Unaweza ukawa unajiuliza kwa nini seli hizi zinabadilika umbo. Sababu ni mabadiliko kwenye hemoglobin, hasa aina ambayo huitwa hemoglobin S, HbS. Hemoglobin ni sehemu ya damu inayobeba oksijeni kwenda mwilini. Kwa mtu mwenye hemoglobin S, wakati oksijeni inapungua mwilini, hemoglobin S hushikamana vibaya, hivyo kutengeneza nyuzi fibers ambazo hufanya seli inakuwa ngumu. Pia inabadilika umbo na kuwa kama umbo la nusu mwezi au umbo la mundu. Seli hizi hazipiti kirahisi kwenye mishipa midogo ya damu, huwa zinakwama na kusababisha kuziba kwa mishipa. Hii ndiyo sababu ya kwa nini seli zinabadilika umbo. Je, ni kwa nini watu wenye sickle cell hupata maumivu makali? Hili ndio swali la msingi sana kwa jamii kuelewa. Maumivu hutokea kwa sababu zifuatazo. Kwanza, seli za mundu huziba mishipa midogo ya damu. Hivyo, damu hushindwa kufika vizuri kwenye sehemu fulani ya mwili. Hivyo, damu ikishindwa kufika sehemu hiyo hukosa oksijeni. Ndipo tishu huumia na mtu hupata maumivu makali. Hali hii huitwa vaso-occlusive crisis. Maumivu hayo yanaweza kuwa maumivu ya mifupa, maumivu ya kifua, maumivu ya tumbo, viungo mbalimbali mwilini au hata mgongo. Na mara nyingi maumivu hayo huwa ni makali sana kiasi kwamba cha kuhitaji matibabu moja kwa moja hospitalini. Sasa tuangalie ni kivipi hali hii ya sickle cell inaweza ikarithiwa. Sickle cell inahusisha vinasaba vya hemoglobin. Kuna aina mbili kuu za jeni. Jeni A ambayo ni hemoglobin ya kawaida na jeni S ambayo ni hemoglobin yenye kasoro. Kila mtu hurithi herufi moja kutoka kwa mama na herufi moja kutoka kwa baba. Mchanganyiko wa vinasaba. Ikiwa vinasaba vyako vya hemoglobin vinasomeka kama AA, hii inamaanisha hauna ugonjwa wala hauna jini ya sickle cell. Lakini ikiwa ni AS inamaanisha ni carrier, yaani
amebeba jini yenye hemoglobin. Si mgonjwa na wala hakuna dalili yoyote ya ugonjwa. SS. Hii ni aina ya vinasaba ambayo inaonyeshwa mtu ana ugonjwa wa sickle cell. Huwa na dalili na changamoto mbalimbali za kiafya. Mchanganyiko wa wazazi. Ikiwa mzazi mmoja ana jeni ya AA na mzazi mwingine ana jeni ya A na S, watoto wanaweza kuwa na jeni za AA ambapo hawana ugonjwa kabisa, au AS ambapo watakuwa carrier, yaani wamebeba vinasaba vya sickle cell, lakini hakutakuwa na mtoto ambaye atakuwa na sickle cell. Mchanganyiko wa pili wa wazazi ni AS na AS. Watoto wanaweza kuwa hawana sickle cell kwa kuwa watakuwa na genetic za AA au AS ambapo watakuwa ni carrier, lakini pia anaweza kupata mtoto mwenye SS ambaye atakuwa na sickle cell. Aina ya tatu ya mchanganyiko wa wazazi ni SS na SS. Watoto wote watakuwa na sickle cell na wote watakuwa wagonjwa. Aina ya nne ya mchanganyiko ni AA na SS. Watoto wote watakuwa AS ambapo wote watakuwa ni carrier, yaani wamebeba vinasaba vya sickle cell. Kuna dhana mbalimbali potofu katika jamii ambazo zinapaswa kurekebishwa. Watu wengi husema kwenye familia yetu hakuna huu ugonjwa, lakini ukweli ni kwamba watu wanaweza kubeba S kimya kimya, kizazi hadi kizazi, mpaka pale ambapo S ya baba na S ya mama zinapokutana watatengeneza mtoto mwenye jeni za SS ambaye atakuwa na sickle cell. Huu sio ugonjwa wa kishirikina, sio laana wala si bahati mbaya, ni suala la vinasaba tu. Hali ya sickle cell kwa sasa nchini Tanzania. Tanzania ni moja ya nchi inayotajwa kuwa na idadi kubwa ya wagonjwa wa sickle cell duniani. Hivyo elimu ni muhimu kutolewa zaidi, pia upimaji kufanyika. Lakini kupunguza unyanyapaa ni muhimu zaidi. Ushauri wa kitaalamu kwa jamii. Wanajamii wanapaswa kupima hemoglobin mapema, aidha AA, AS au SS. Pili, ni muhimu kabla ya ndoa au kuzaa kufahamu hali zenu za hemoglobin kabla ya kupata watoto. Watu wenye SS ambao ni wagonjwa wa sickle cell wanahitaji ufuatiliaji wa karibu hospitalini. Pia wanashauriwa kunywa maji ya kutosha, lakini kuepuka upungufu wa oksijeni, mfano sehemu zenye baridi kali au zenye mwinuko mkubwa. Lakini chanjo zote muhimu wanatakiwa kupata. Mwisho, unatakiwa utafute utaratibu maalum kabla ya dalili hazijaanza kukupata na kuwa kubwa zaidi, iwapo una ugonjwa wa sickle cell. Ujumbe wangu kwako rafiki, haujui kundi lako la damu, haujui uzito wako wala urefu wako, lakini angalau hakikisha unajua mapema ni ipi jeni yako, aidha AA, AS au SS. Hii ni muhimu kwa kuwa itakusaidia kufahamu hali yako zaidi kabla ya kupata watoto.
Elimu hii itapunguza hofu, pia inapunguza unyanyapaa, lakini inaokoa maisha. Asante kwa kunisikiliza. Mpaka wakati mwingine kwenye Siri za Mwili. Usisahau kulike, subscribe, share video hii na tuachie maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Mpaka wakati mwingine.